Kwanza maeneo ambayo tunaweza kusema tumefanikiwa katika wilaya yetu ya Mpanda, tumeguswa kila nyanja. Maeneo ya elimu kwa mfano, tulikuwa na changamoto kubwa, watoto wanakaa chini kwa kipindi cha kama unasema ni mwaka mmoja au kwa muda mfupi. Hapa naweza kusema ni eneo ambalo limeguswa kwa kiasi kikubwa. Angalau watoto wetu wameweza kukaa kwenye madarasa, japo tunatambua wanakaa kwa kubanana kutokana na wingi wa watoto. Naam. Na huwa na shule moja naitumia sana kama mfano ili wazazi wa Mpanda wajue tuna maendeleo, tuna mafanikio, lakini bado kuna shule moja imejengwa mpya kabisa, shule ya msingi Kasisiwe hapo Ilembo. Sasa mwaka huu bwana imeandikisha watoto 700 darasa la kwanza. Kwa hiyo ni maendeleo, shule imekuja mpya, maendeleo, lakini changamoto zake ndio hizo. Sasa watoto wanajaa kupita uwezo, kwa inatufanya tena tuamke tuvie, jamani, bado tunahitaji miundombinu ya madarasa pamoja na viti, meza na madawati. Upande wa kilimo pia naweza kusema tumefanikiwa hadi sasa, wilaya yetu haina njaa. Hatuna njaa kabisa, na ukiangalia sasa hivi ndio tuko kwenye nusu msimu wa kilimo. Kwa hiyo ni mafanikio ambayo tunaweza kusema tumeyapata, na ni kwa sababu ya maboresho ambayo yameendelea kufanyika kwenye sekta hiyo ya kilimo. Kwa hiyo kwa ujumla wake niseme hakuna eneo ambalo tunaweza kusema hatujafanikiwa, na kila anapokuja maendeleo basi anaibuka na changamoto mpya hata kwenye sekta ya afya. Kwa hiyo pande zote. Sawa, na kumbuka mara ya mwisho mmehudhuria mkutano ambao ulifanyika katika shule hii ya Kasisiwe. Wazazi pamoja na baadhi ya viongozi wa elimu walikuwa wanajaribu kutafuta mustakabali ili yaweze kupatikana madawati, na pongezi nyingi pia zilikuja kwako kwamba miongoni mwa watu ambao walichangia pale madawati wakakubaliana watachangishana ili yapatikane madawati mengine. Lakini mpaka sasa mwamko wa wadau wengine upoje katika kuisaidia hii shule ili tuwe na madawati tutokana na hii ya chini? Kwanza nikiri kwamba nje na hiyo shule ambayo ina watoto 700 ya msingi, tunayo changamoto ya upungufu wa madawati kwenye shule za msingi, na hiyo inachagizwa na ile namba kubwa ya wanafunzi ambao wanaandikishwa tofauti na wale wanaomaliza, lakini hata matarajio yanaenda tofauti. Natarajia labda kuandikisha watoto 100, 200, wanakuja kama hivyo 700, 600, 400, 500. Kwa hiyo tunayo changamoto ya upungufu. Halmashauri wameendelea kuhakikisha madawati yanapatikana kwa kutenga mapato ya ndani, lakini na ofisi ya mkuu wa wilaya tumekutana pia na wadau kwa maana ya hawa wanaochakata mazao ya msitu kwa maana ya mbao. Tumezungumza nao ili watusaidie. Mwaka jana tulifanya vizuri sana, walituchangia na uchangiaji wao kwa kweli watu wafungi zile slipa ambazo wanazitengeneza, yale mabanzi wanaoyaacha huwa yana uwezo wa kutoa mbao ambayo inaweza kutengeneza kabisa dawati. Kwa hiyo walituchangia, na mwaka jana tulifanikiwa kutengeneza zaidi ya dawati 1000 kwa manispaa, lakini na kule Nsimbo tuliweza kutengeneza zaidi ya dawati 500 kwa ajili ya watoto wa shule za msingi. Kwa hiyo na safari hii pia tumeongea nao wadau wetu, na hivi sasa wakurugenzi wanaendelea kuchukua hizo slipa na kuzipeleka kuzichakata. Kwa manispaa wanachakatia chuo cha VETA, na kule Nsimbo wanachakatia chuo cha maendeleo ya wananchi Msaginia. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwashukuru na kuendelea kuwaomba wadau hao kwamba bado tuna uhitaji mkubwa na hatuna muda maalum. Tunaweza kusema kwa kipindi hiki kuanzia sasa hivi mpaka sasa hivi tutachakata, si ni muda wote. Tunahitaji hizo slipa ili tuweze kuchakata madawati kwa ajili ya watoto wetu. Nitoe rai pia kwa wananchi, na washukuru sana wananchi wa mtaa wa Kasimba ambao waliitikia ile shule ya Kasisiwe ilipo, ambao waliitikia na wao kujichangisha. Niliona muhtasari waliokaa na tumepeleka kwa ajili ya kuomba kibali kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Niwashukuru sana kwa moyo wao huo wa uzalendo
wa kuona kuna haja ya kuunga mkono juhudi zilizofanywa na serikali. Kwanza wameletewa shule mpya, lakini ilikuwa na madawati, namba imekuwa kubwa ya watoto walioandikishwa. Kwa hiyo wazazi kama wazazi wakaamua kuchangishana. Kuna na shule nyingine tena ambao nao wameomba, wazazi wenyewe wamekaa kwenye vikao vyao na wao wakasema wana haja ya kuchangia watoto waweze kukaa kwenye madawati. Kwa hiyo bado natoa rai kwa wazazi. Wazazi ni mdau namba moja wa kuchangia madawati kwa kadiri ambavyo wataamua wenyewe. Na kwenye hili nataka nieleweke vizuri kwamba kama serikali hatulazimishi wazazi, ni jukumu la serikali ambalo pia ndo nimesema tunaendelea nalo. Lakini pale wazazi wanapoamua wenyewe kwamba jamani na sisi ngoja tuunge mkono hizi juhudi, haizuiliwi, lakini sio lazima. Ni jukumu la serikali, tuendelea kupambana nalo, na washukuru sana wale wazazi ambao wanaunga mkono juhudi za serikali. Okay. Na waendelee na moyo huo, ndo uzalendo wetu wa Tanzania. Naam. Ndio. Sawa. Umenena vizuri kabisa hapo kwenye elimu. Lakini tukija kwenye afya, nakumbuka ni wiki iliyopita tulikuwa tukizungumza hapa na mdau mmoja kutokea Kanoge akasema kwamba kina mama ambao wamekuwa wakienda clinic wamekuwa wakikutana na changamoto. Kwanza pale anapoenda kufungua kadi, ile kadi licha ya kwamba imeandikwa kadi hii haiuzwi, wamekuwa wakilipishwa shilingi 2,000 mpaka shilingi 5,000. Akasema kwa sababu kiongozi atakuwepo leo, tujaribu kumuuliza muongozo ukoje kwenye hili. Ile kadi ya kliniki, si ndio? Nilipata pia hayo maoni ambayo yalitokea hapa. Kwanza ni marufuku kabisa kadi ya kliniki, iwe ya mtoto, iwe ya mama mjamzito anaenda kwa mara ya kwanza kupata huduma, ni marufuku kuuza hizo kadi, haziuzwi. Na nitawasiliana pia na mkurugenzi ili aweze kumwelekeza huyo mganga mfawidhi wa hicho kituo cha Kanoge, kwa sababu malalamiko ambayo tuliyapata mwanzo pia ni pamoja na kule Mnyamasi, kwa maana ya Ugala, ambapo wanawake wanaogopa kwenda kujifungua kwa kwenda kupata huduma vituo vya zahanati na vituo vya afya kwa kuhofia kuchangishwa. Kwa nitumie nafasi hii kuambia wananchi wa wilaya Mpanda, kadi za kliniki, yeyote atakayeuziwa kadi ya kliniki, na mimi nitaacha namba yangu, kwa sababu kuna mfanya mama ashindwe kwenda kupata huduma kwa kuhofia hayo machangizo ambayo hayapo. Lakini kuna mfanya pia mama ashindwe kumpeleka mtoto kliniki kwa kuhofia kuchangishwa fedha ambazo hazipo. Kiutaratibu inatakiwa kama kadi zimeisha, kama ni kadi ya mjamzito ama ni kadi zile za watoto zimeisha, mganga mkuu wa wilaya, mganga mfawidhi wa kituo zahanati ama kituo cha afya ama mganga mfawidhi wa hospitali anatakiwa kuhakikisha hizo kadi zinapatikana. Kama hazipo, anatakiwa kutoa photocopy kwa hela ya serikali. Sio mwananchi anaenda anaambiwa katoe photocopy. Hiyo ni marufuku kwenye wilaya Mpanda, na sitamvumilia mtumishi yote wa serikali atakayesababisha kero na malalamiko ambayo sio ya lazima kwa wananchi wetu. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.